Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea na darasa zetu za tafsiri ya Qur'ani tukiwa ndani ya mwezi mtukufu sasa wa Ramadhani, ikiwa ni wiki ya kwanza ya mwezi wa Ramadhani. Tunaikata wiki ya kwanza insha Allah taala ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na leo imeangukia kwa zamu yetu hapa. Kwa hivyo tuko kwenye suratul Qasas, aya ngapi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Aya ya 83 inaonekana kuhitimisha simulizi la Qarun na baadhi ya vituko vyake alivyofanya katika ulimwengu na jinsi Mwenyezi Mungu alivyompatiliza kwa uhuni na unyambi aliyofanya katika hii dunia. Hasa bora tumalize kwanza habari za Qarun, alafu bila shaka muda pengine utaendelea kuwepo, tutatazama kama tusonge mbele au tuache. Tunaendelea na habari ya Qarun. Baada ya Qarun ambaye alikuwa mfanyabiashara tajiri bepari mkubwa sana katika zama za mtawala mkongwe wa Misri Firauni. Qarun alikuwa bepari, yani ni mtu mwenye mali na mitaji mikubwa mikubwa. Yeye anajua faida, hajui hasara. Anajua kupata, hajui kukosa. Kila dakika inayokwenda kwa Mwenyezi Mungu kwake lazima iingie ndururu, kama wanavyosema watu wa Mombasa. Ndururu yani senti. Shilingi hivi, shilingi 100, shilingi 50. Zamani ilikuwa ni senti. Kila sekunde inayokwenda kwa Mungu lazima yeye katika mtaji wake paingie nini? Ndururu. Yani iingie pesa. Yuko hivi, ni mtu wa kupata tu, hajui kukosa. Na alikuwa dhalimu bepari mkubwa, anakopesha watu kwa riba, anachukua rehani za watu alafu anawafilisha na wanyang'anya vitu na mambo kadha wa kadha aliyokuwa kafanya. Tumesema katika Qur'ani wanaoneshwa watu ambao waliotamba katika hii dunia kwa mambo mbalimbali na nini hatima yao ilikuwa. Waliotamba katika utawala kama Firauni, waliotamba tu kwa nguvu za ukachero kama Haman aliyemsaidia huyu Firauni, na waliotamba kwa nguvu za mali kama huyu Qarun. Mtu anaweza kutamba kwa nguvu ya cheo, madaraka ya nchi, anaweza kutamba kwa sababu ana ushawishi wa karibu na huyo kiongozi, au anaweza kutamba kwa sababu ya fedha alizonazo. Na wengine pia wametamba kwa sababu ya nguvu za mwili na ubabe, na wameoneshwa katika Qur'ani jinsi Mungu alivyofanya. Na kwa hivyo siku zote neema unayopewa na Mwenyezi Mungu uipokee na urudishe shukrani badala yake kuliko kutamba kwa neema uliopewa. Sasa Qarun huyu alipopewa na sana watu wake, tafuta mambo ya kheri katika mali aliyokupa Mungu na nini, akajibu kama ifuatavyo. Qala, akasema Qarun kuwajibu watu wake wanaompa nasaha, inama, hakika si penginevyo, msinibabaishe mimi, utituhu, nimepewa mali hii, ala ilmi, kwa ujuzi indi nilionao.
Elimu hii nimeipata kwa ujuzi nilionao. Mimi mjanja kuliko nyote na maarifa, nyinyi ni wapumbavu ndio maana mmekosa, na mimi ni mwerevu sana ndio maana nimepata. Anazungumza kwa maneno ya kutamba sasa na dharau. Inama, hakika si vinginevyo, utitu, nimepewa hii mali, ala ilmin, kwa ujuzi indi nilionao. Na ujanja mimi, ujanja kuwahi, mimi mtoto wa mjini, msinibabaishe. Nimeamka mapema, nimefunua macho mapema, nimewash brain, ubongo wangu nimeukosha. Nyie kiza kitupu takataka, amna mpango. Hii ndio lugha anaoitoa Karun baada na saa za kuambiwa na watu wake kwamba Mungu kakupa fadhila, basi situmie kwa nia njema, saidia wanyonge na hivi. Yeye anajibu kwa ufedhuli na kiburi kikubwa sana kwa namna kama hii, inama utitu ala ilmin. Mwenyezi Mungu anaingiza maneno kwa kusema au alam ya'lam, je, ndo hajajua huyu Karun? Au alam ya'lam, je, ndo hajajua? Tumesema ile awa tofauti na ile alam. Angesema alam ya'lam ingekuwa je hajajua, au alam ya'lam je ndo hajajua. Kwa hivyo ile wao imeongeza maana, ndio ile tunaweka Kiswahili chetu sisi cha kipwani, je ndo hujafahamu, ndo tuseme hujajua. Ile ndo ambayo asili yake ndio, ile ndo ni kifupi cha ndio, ndio tuseme hujajua. Nasema ndo, kama vile ukisema ndio maana au unasema ndo maana, ile ndo kwa mkato. Awalam, ye ndio hajajua huyu, awalam ya'lam, ye ndo hajajua, anna Allaha, kwamba Mwenyezi Mungu kada halaka min qablihi, amekushangamiza kabla yake, minal quruni, katika karne mbalimbali, man huwa, yule ambaye ashaddu minhu, mno kuliko yeye, quwwatan, kwa nguvu, wa aktharu jamaa, na mwingi wa kukusanya. Nimeisoma yote kwa urefu na nitairudia kidogo kidogo. Binadamu anatakiwa ajifunze kwa mujibu wa historia. Historia itamsaidia sana binadamu, kwa sababu historia ni mambo yameshapita. Historia ile akiifahamu vizuri itamsaidia kuyatabiri yanayokuja mbele ambayo bado hayajapita. Ndio Waswahili wanasema, ukiona mwenzako ananyolewa, wewe kichwa chako fanyaje? Tia maji, ujiandae na kazi kama hiyo. Mtu hujifunza kwa lililopita ili limjengee uwezo wa kufahamu linalokuja. Sasa yeye hajatizama huku nyuma kwenye historia, watu waliokuwa na vipato vya aina kwa aina, nini Mwenyezi Mungu aliwafanya walipofanya kiburi. Mwenyezi Mungu anasema awalam ya'lam, je ndo hajajua, anna Allah, kwamba Mwenyezi Mungu kada halaka, amekushangamiza, min qablihi, kabla yake, minal quruni, katika karne mbalimbali. Kawaangamiza nani? Man, wale ambao, au man, yule ambaye, huwa, yeye huyo aliangamizwa, ashaddu, ni mno zaidi, minhu, kuliko yeye huyu Karuni, quwwatan, kwa nguvu. Kwa Mwenyezi Mungu ajui kuwa kabla ya Karuni walikuwa watu wana nguvu kuliko yeye. Karuni hajui hilo, kwamba kabla yake Mwenyezi Mungu aliumba watu wakawa na nguvu za utajiri, nguvu za utawala, nguvu za ushawishi kuliko yeye, na akawaangamiza Mwenyezi Mungu kwa sababu ya utovu wa adabu na utovu wa nidhamu katika mali walizopewa, mamlaka waliopewa, na ushawishi waliopewa. Ndio yale ya kusema binadamu hujifunza zaidi kwenye historia, akatabiria jayo, atizame huko nyuma. Hajajua hili kwamba walikuwa kwa watu kabla yake wana utajiri kuliko yeye, na wakafanya kiburi, na Mwenyezi Mungu akawapeleka. Na sisi tunajifunza kwa yeye Karun sasa. Lakini duniani makaruni haweshi, wakifa wanazaliwa wengine, wanakuja kwa majina mengine, si kwa jina la Karuni, lakini wanakuja kwa hulka, character, tabia ile ile ya Karuni. Mafirauni wanazaliwa wengine, lakini hawaji kwa majina ya Firauni, wanakuja kwa tabia, character zile zile za Firauni. Mahamani wanakufa, anakafa Haman, lakini wanakuja Mahamani wengine kwa tabia. Namrudhi hali kadhalika,
tabia zinajirudia, na wakati mwingine hata sura zinajirudia dunia. Wa aktharu jamaa, na mwingi zaidi wa kukusanya. Huyo yule yangamia kabla yake alikuwa na nguvu kuliko yeye, na mwingi zaidi wa kukusanya. Collection, kukusanya mapato, mwingi zaidi wa kukusanya. Yani kila kitu yeye anaweza kufanya biashara, mpaka mchanga anauza yeye, mpaka changarawe, kokoto anauza, maji anauza, kahawa anauza, alimradi kila mahala yeye anatengeneza faida. Ingewezekana hata kwenye pumzi hizi angekuwa anauza pumzi akatengeneza faida. Hakuna ubaya kufanya biashara katika jambo la halali, lakini Mwenyezi Mungu anataka kumuonesha kuwa wako watu walikuwa na njia za kukusanya mapato kuliko wewe, na walikuwa na nguvu za kutisha kuliko wewe Karun, na wamekwenda. Kama walimwasi Mungu waliondoka, na hata kama walimtii Mungu ilifika siku akafa. Seuze wewe mburumatari uliokuja sasa, utafanya nini mbele ya mamlaka ya Mwenyezi Mungu? Utatamba kidogo tu, kama alivyosema mshairi wa Kiarabu, al-umru kullu fi kam yawm, kwani umri wote huu ni siku ngapi? Wewe fanya hesabu umri wako wote, au umri wa mtu unomuona kakaa muda mrefu, Malkia Elizabeth, siku zote tangu kazaliwa mpaka kafa, piga hesabu kila mwaka hizo siku 365 na robo, zifanye hiyo miaka yake kwa mara hiyo, alafu utazipata zote hizo. Bado dunia haijesha, wala robo ya dunia wala asilimia, pengine hata 1% ya dunia haijafika ya huo umri ambao kaishi mtu. Al-umru kullu fi kam yawm. Ni nini katika dunia sasa kutamba kwa kiumri cha miaka 80, miaka 90, miaka 100? Unatamba nini? Nabii Nuhu hakutamba, aliyekaa 1000 sanatin illa 50 ama kwa watu wake, hakutamba. Unatamba nini katika ulimwengu? Toke kwa miaka 1000. Lau yu'ammaru 1000 sanati, hata kama angepewa umri wa miaka 1000, mtu hawezi kujiepusha na kifo, hawezi kujiepusha na uzee, hawezi kujikinga asiumwe. Kwa hivyo bure tu. Mali, mamlaka, tajiri ni kutumia afya, ni kutumia kwa namna anayotaka Mwenyezi Mungu. Ukitumia kwa namna nyingine yote utakuwa umekula hasara. Lazima utizame neema hizi aliyenipa, nataka nitumie vipi. Basi ndio Mwenyezi Mungu anamwambia, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qabli, yeye ndo hajajua kwamba Mwenyezi Mungu amewaangamiza kabla yake min alquruni, katika karne mbalimbali. Karne manake ni miaka 100 kwa uzoefu wetu sisi, lakini zamani karne ilikuwa ni generation, kizazi kikipita kaja chengine kinaambia karne nyingine. Siku hizi ni miaka 100. Kwa zamani ilikuwa wastani karne ni miaka 50 tu, lakini kwa uzoefu wa sasa usema karne ni miaka 100. Haya, katika karne mbalimbali zilizopita. Man, yule ambaye huwa mtu huyo, ashaddu minhu, ni mno kuliko yeye huyu Karun, quwwatan, kwa nguvu, yani zaidi kuliko Karun kwa nguvu, wa aktharu jamaa, na mwingi zaidi wa kukusanya mali, mapato na madaraka. Ni kuna watu wanakusanya mali, wanakusanya na madaraka kwa wakati mmoja. Unamkuta mtu mfalme, halafu wakati huo ni mkuu wa jeshi, halafu wakati huo ni tajiri wa nchi, vyote kavikusanya kwa wakati mmoja. Nchi tajiri nyingi duniani inakuwa hivyo, na hasa katika nchi za Kiarabu unakuta ana vyeo vyote na mali anayo na ufalme anao. Yaani hakuna mfalme lofa katika nchi tajiri. Kwa hivyo anakuwa tajiri na anakuwa kiongozi. Kwa hiyo kusanya njia chunguzi. Na wengine wanakuwa pia mahodari vile vile wa masomo darasani. Sasa kuna mwingine anakuwa mitajiri lakini mipocho, pesa zake zinahesabiwa na mtu mwingine. Hebu nichungulie ziko ngapi huko? Mara watu wanamtia changala macho. Yeye anahesabu yale maburungutu tu. Lile litakuwa milioni 1, lile litakuwa milioni 2, anahesabu maburungutu. Lakini kuhesabu kwa namba hawezi. Wako matajiri na hawana taaluma. Wengine anakuwa na taaluma, anakuwa na utajiri, na wengine anakuwa kasoma lakini hoe hae viraka. Suruali anavaa 2 kwa sababu zote zimechanika. Iliyochanika hapa haikuchanika hapa. Kwa hivyo moja inaifunika nyingine. Anavaa suruali 2 na zote zimechanika. Na pengine ana degree nzima, mpaka mnafika mahali mnajiuliza hii nini maana yake. Ni Mwenyezi Mungu mwenyewe anatoa neema anavyotaka. Wala yusalu an dhunubihimul mujrimun, wala hawaulizwi kuhusu madhambi yao wavunja sheria ya Mwenyezi Mungu.
Aya hii imepangiliwa kwa mpangilio wa kibagizo ili ipatikane nun mwisho huko mujrimun. Kama isingekuwa mpangilio huo, ingekuja wala yusalul mujrimuna an dhunubihim, wala yusalul mujrimuna an dhunubihim, wala hawaulizwi wavunja sheria juu ya madhambi yao. Lakini kwa sababu ya mpangilio wa nun mwisho, kama ilivyo aya ama zimalizikie nun au zimalizikie mim, basi ikasomeka wala yusalu an dhunubihimul mujrimun, wala hawataulizwa wavunja sheria juu ya madhambi ya hao wengine. Kila mmoja ataulizwa kuhusu dhambi yake mwenyewe. Kama mtu amevunja sheria, ataulizwa yeye kwa nini ulivunja sheria Mwenyezi Mungu. Sisi hatutaulizwa kwa nini Karun alivunja sheria Mwenyezi Mungu, wala Karun hataulizwa kwa nini sisi kama walikuwa kitokea miongoni mwetu wamevunja sheria, kwa nini walivunja sheria. Ataulizwa yeye tu kwa nini sheria Mwenyezi Mungu ulifanyaje, ulivunja. Ndio yale kwenye maandiko mengine nasema kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe, au katika Qur'ani inaposema wala taziru waziratun wizra ukhra. Na ndio maana kuna hadithi ya Mtume salamu inasema la tazulu qadama abdin yawm alqiyamati hatta yusala an arba, miguu ya mja haitaondoka siku ya kiyama mpaka aulizwe mambo mangapi? Manne. Haya ni kila mtu ataulizwa, kila mtu aliyekuwa kafa baligh akili anakumbana na maswali haya. Kwa hivyo usifikiri la mwenzio litakuja kwako na la kwako litakwenda kwa mwenzio. Kama uliwapotosha, ulichangia, utaulizwa kwa namna gani uliwapotosha, kwa nini uliwapotosha. Kila mmoja ataulizwa swali lake. Sasa wala yusalul mujrimuna an dhunubi, na hawataulizwa wavunja sheria juu ya madhambi yao. Yani juu ya madhambi yao hataulizwa wavunja sheria. Kila mvunja sheria ataulizwa kuhusu dhambi yake mwenyewe. Kwa hivyo na hawa mbali waliotangulia kabla ya Karun wakaangamizwa, na wao watakuwa na maswali yao mbali ya kuulizwa, na Karun naye atakuwa na maswali yake mbali ya kuulizwa, na kila mmoja atakuwa na maswali yake mbali ya kuulizwa. Fakharaja ala qaumihi, akatoka kwa watu wake, fi zinatihi, ndani ya pambo lake. Akatoka kwa watu wake ndani ya pambo lake. Yani hapa Mwenyezi Mungu anaonesha kuwa Karuni siku moja alijitoa hadharani katika namna ambayo mtu yoyote lazima atashangaa. Manake ule utajiri wake wote aliumwaga ndani ya mwili wake. Nguo alizovaa zilikuwa si za kawaida, vidani alivyovaa na mapete si ya kawaida, manukato aliyojipaka baada ya kukoga si ya kawaida, chombo alichotumia kupanda si cha kawaida. Yani alisema leo nataka niwaoneshe watu kwamba mimi ninazo. Tumevamiana kama mtu vile kushona kofia kwa noti za 10,000. Katengeneza kepu kabisa, lakini noti 10,000 tupu ndio zimetumika kavaa. Vibaka wanaimezea mate kofia. Kwa sababu anataka kuonesha kuwa leo ninazo. Kuna mtu mmoja alifanya kufuru katika visiwa hivi vya Zanzibar. Alipata tatizo kubwa sana, zamani sana ilitokea. Aliwaalika watu shughuli, jioni vilikuwa ni halua tu na kahawa. Kwa zama zake walikuwa watu wengi kama watu 100 hivi wamejazana msikitini. Wakapiga ile kahawa na halua. Sasa wanataka kitambaa. Zamani kwa kinapitishwa kitambaa kufutia mafuta. Siku hizi tishu. Zamani kinapita kitambaa. Basi yeye alikuwa kawapanga vijana wake wanapita na vikapu vina noti. Asema futieni mafuta ya halua, futieni kwenye hizi noti. Alafu mkimaliza mchukue. Apitisha vikapu vya noti, watu wanapangusa mafuta ya halua, alafu kila mtu anachukua sezi yake anatia mfukoni mikono miwili hivi anaondoka. Hapa sasa alifanya jeuri zamani sana, lakini naam, naye hakuchukua muda. Ndani kipindi cha miaka 10 alipigwa na dhoruba hatari, si mchezo. Hatuna haja ya kusema, kuna wengine watamjua nani alafu yambwe Sheikh Msaba Ramadhani kaanza kuchamba watu. Tunaacha. Tumedokeza tu. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi, basi akawatokea watu wake katika pambo lake siku hiyo.
Kila kitu kilichokuwa cha kumfanya apendeze na aonekane ana mvuto alikifanya siku hiyo. Manake mpaka vipofu walijua kuwa Karun hivi sasa yuko nje anatembea kwa sababu ya yale maperfume. Kila mtu anajua kuwa Karuni sasa anaonesha nguvu yake, anatamba na mavazi aliyovaa na farasi aliyotumia na gari lake la farasi na zogo na shengesha la wapambe. Nini Karuni anazunguka huyo mitaani fi zinati kuliko kampeni za chama tawala Tanzania. Alizizidi. Basi mandhari ile anataka kuutikisa tu mji wa Cairo, Misri. Na wakati huo ndio dunia. Misri ndio mama ya dunia yote kwa wakati huo. Dunia. Manake ilikuwa ni mahala pa kupigwa mfano kabisa kwa masuala ya maendeleo na ustaarabu. Na ukifanya kituko hapo basi ni kituko cha ulimwengu. Kama ilivyo Marekani sasa hivi. Atokee mbunge mmoja ndani ya bunge la Marekani avue nguo, abakie na chupi tu, alafu spika amfukuze kwa muda wa siku 3, adhabu ya kukaa uchi ndani ya bunge la Marekani. Mitandao yote duniani itatoa picha za mbunge huyo aliyevua nguo akabaki na chupi ndani ya bunge la Marekani. Kwa sababu ndio dunia. Ndio mama wa dunia, masikio yote na macho yote yako pale. Zina Misri kwa wakati huo ilikuwa dunia. Masikio na macho yako hapo. Basi akatoka mtoko wa namna hiyo. Akaonekana na watu. Sasa watu wakatengeneza opinions, mawazo. Kila mmoja na vile picha anavyoipata. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, wakasema wale ambao wanayataka maisha ya dunia tu, hawana haja na akhera wao. Wao akili zao ni kupigania dunia kukicha, wanaiwaza dunia, wakilala wanaiota dunia, wakizungumza wanaizungumza dunia, wakilalamika wanailalamikia dunia, wakipongeza wanaipongeza dunia. Alimradi wao na dunia masaa yote wanaingiza wakitoa mawazo kuhusu dunia tu. Akhera haina nafasi kwao. Hawana muda hata wa dakika 5 kumdhukuru Mwenyezi Mungu kwa akili zao na ndimi zao. Wao ni dunia, dunia na wao maisha yote. Hawa kundi hili, qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, wakasema wale ambao wanayataka maisha ya dunia bila kujali akhera, wakasema ya laita lana, tunatamani sisi tungekuwa mithlama, na mfano wa kile ambacho uti ya Karun, amepewa Karun. Ya laita manake tunatamani. Kiswahili cha Kiarabu nasema laitani, tungekuwa nacho sisi mfano wa kile alichopewa nani? Karun. Laitani ambao ni laitani ni Kiarabu, ya laitani kuntu turaba. Ya laiti. Laiti Kiswahili tunalitumia hilo, lakini neno la Kiarabu. Na ukenda katika sehemu nyingine ambako Kiswahili kinasemwa lakini si Kiswahili cha pwani, unaweza ukawapa shida watu kusema laitani. Useme tunatamani sisi, ndio wataweza kufahamu. Ya laita lana, laiti tungekuwa nacho sisi mithla mfano wa kile ambacho uti ya Karun, amepewa Karun. Tunatamani na sisi tungekuwa nacho ule utajiri wa Harun wa Karun zamani, na sisi tunatamani tungekuwa nao. Innahu, hakika yeye huyu Karun, la dhu hadhin, kweli ni mwenye fungu adhim kubwa. Ana fungu kubwa huyu, Mungu kampa fungu kubwa. Si katupa mafungu ya dagaa, lakini yale vidole 5 tu uchota hivi. Huyu kapewa rumbesa, kapewa shungu, unaitizama kwa kuinama, mlima wa riziki kapewa. Fungu kubwa sana. Wanakubali kuwa Mungu anatoa, lakini sema huyu kampa fungu kubwa. Sisi katupa mafungu madogo. Kwa hivyo kwa mbali kama vile wanamtupia lawama Mwenyezi Mungu
kwamba huyu umempenda ukampa fungu kubwa, sisi ukutupenda ukatupa fungu dogo, ingawa hakusema waziwazi. Nasema tunatamani tungepewa na sisi fungu kama lile, tungekuwa nalo sisi kama lile fungu alilopewa. Umeona tamaa sasa na matamanio. Lakini kutamani tu mali, kutamani tu cheo, kutamani tu utajiri, kutamani tu umaarufu peke yake si jambo zuri, mpaka iwe una nia ndani yake ya kufanya wema kwa yale matamanio yako. Unatamani mali uifanyie nini? Huyu Karun haifanyii kheri, anaifanyia kiburi na kudharau watu. Sasa unatamani vipi upewe kama alichopewa yeye? Kipi? Mali na vitendo, mali na akili na mawazo, au mali tu uitumie kwa namna nyingine? Hawa wako kwenye mali tu, hawako kwenye wazo nyingine lote la ziada. Hili ni tatizo. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu, hakika yeye ladhu hadhin, kweli ni mwenye fungu adhimin, kubwa. Fungu lake kubwa, rundo mlima, anacho kitu. Na hii tunaizungumza hapa leo kwenye kesi ya mali. Lakini wako watu pia wanatamani kuwa na miili kama miili ya wenzao, na wengine wanatamani kuwa na rangi kama rangi za wengine. Ndio maana tunapata tatizo la mkorogo. Watu wanaokwenda kwenye mkorogo, aghlabu wao hawaridhiki na rangi walizopewa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Tunapata watu wanaokwenda kwenye kalkiti, kwenye kuzitia sana nywele madawa mpaka zinabadilika kutoka maumbile yake ya kipilipili na masumba kwenda maumbile ya tambi. Kidogo inaweza kuvumilika, kupaka hivi shampoo, kuzisafisha, kuziweka sawa, kulainisha. Lakini mno mpaka zinatoka katika uasili, mpaka watu ambao mlisoma pamoja, mkaa pamoja, akisafiri akirudi akikuona hakujui, amesikia kujua rafiki yangu, kwani umekuwa kama manga. Tayari lichakuwa TTZ hilo, yani tatizo. TTZ lichakuwa tatizo. Tumevamiana. Kulikuwa hapo zamani na tabia watu kuchonga meno, hasa Wazanaki, kabila la Julius Kambarage Nyerere. Ndio maana akaitwa mchonga, katika utani aliitwa mchonga. Naye mwenyewe kayachonga meno yake. Na wewe tazama zile picha zake wakati anacheka, unaona ile. Kuchonga meno kwa mtu ambaye kazaliwa na meno yake yana banana sana si tatizo, kwa sababu anataka kutengeneza angalau nafasi kidogo. Lakini kuna wengine wanachonga kwa ajili tu ya mbwembwe za ziada, ili kidogo wanazuoni wanaliangalia katika namna tofauti. Tumefahamiana? So watu hawakubaliani na maumbile waliopewa na Mwenyezi Mungu. Wako watu hawakubaliani na hali halisi waliokuwa nayo, kila mtu kwa namna yake. Na yote ni kutamani awe vinginevyo. Mabadiliko hayakataliwi, lakini yende ndani ya mipaka anaoitaka mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hao wametamani kupita kiasi. Hilo kundi la kwanza. Kundi la pili, waqala alladhina utul ilma, na wakasema wale waliopewa elimu. Sasa unaona hapa heshima ya elimu inakuja, kwamba wale ambao Mungu kawapa tunu kubwa sana ya elimu. Na elimu hapa si lazima manake uwe mwanachuoni umesoma vitabu, ule utambuzi na yale maarifa ya kujua ulimwengu na nafasi yake. Kwamba hii ni dunia tunapita, na kwamba vyote tutaviacha, na itafika wakati Mwenyezi Mungu atatuhukumu ama peponi au moto. Ukishakuwa na utambuzi huo, hiyo ni elimu. Sasa dunia itakushughulisha kwa kiwango ambacho kweli unaihitaji, haitokushughulisha zaidi ikakutoe katika mitazamo yako iliyo sahihi. Hawa ndio utu nini? Utul ilma. Usichukulie utul ilma kwamba lazima wewe na malemba makubwa, majoho na nini. Utul ilma wamepewa utambuzi wa kuijua nafasi ya dunia ikilinganishwa na akhera katika maisha. Kundi hili jengine kabisa, na inaonekana wazi kwamba elimu hii ni ya msingi sana ya kujua dunia ina nafasi gani. Kama Mtume salamu alimwambia yule sahaba, kun fi dunya ka annaka gharib au abiri sabili,
kuwa katika dunia hii kama kwamba wewe ni mgeni au mpita njia, kwamba bado una malengo uko mbele, hapa si kwako. Kama yule mshairi mmoja akasema, dunia tunapita, kila kitu kitabakia, yote tutaviacha. Sasa wenye ujuzi huo wakaliona lile tatizo la kwamba Karun kwa hapa alipofikia kafikia pabaya, wala si jambo la kutamani mtu kuwa sawa sawa na nani? Na Karun. Kwa hivyo waqala alladhina utul ilm, kwa upande wa pili, na wakasema wale waliopewa elimu, wailakum, ole wenu nyinyi mnaotamani mambo haya, wailakum, ole wenu. Wengine nasema wele wenu, lakini haya maneno ole na wele ni maneno ya ndani sana katika Kiswahili. Weleo jini ngoma igego hayo ya ndani hayo, ole wele yanaanza kupotea katika Kiswahili sanifu cha hivi sasa. Basi neno linaloweza kutumika badala yake ikiwa unataka kuzungumza na watu ambao hawaelewi Kiswahili cha ndani, au unataka ueleweke kwa watu wengi wanaojua Kiswahili cha kawaida tu, sema tahadharini. Tahadharini jamani, wailakum, tahadharini jamani. Na Waarabu walitumia katika kutoa tahadhari. Waarabu wengine wanasema welek inta tijini gadan uma indak flus, welek, ole wako wewe kesho ukinijia mimi hapa huna pesa wewe, kama vile anakudai. Lakini manake tahadhari, usio kanijia kesho hapa una pesa, nitakushikisha debe yako. Kwa hivyo inakuja vile vile kwamba ni tahadharini. Wailakum, tahadharini, ole wenu, wele wenu. Wailakum, thawabullahi khairun, malipo ya Mwenyezi Mungu ni bora. Nyinyi fikirieni zaidi thawabu kuliko mali hii. Isikushughulisheni kama haijatumika kutengeneza thawabu, uni moto. Thawabullahi khairun, malipo ya Mwenyezi Mungu ni bora kuliko hivyo unafikiri. Lakini kwa nani? Liman amana wa amila salihan, kwa aliyeamini na kutenda mema au na kutenda vyema. Na Mgunya akasema na kutenda zema, na kutenda zema. Aliyeamini na kutenda mema, kwake thawabu ni bora kuliko utajiri wote huu wa Karun, sababu hautumiki kama anavyotaka mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huko mbele utaleta athari kubwa. Hawa ni wale ambao Mungu kawapa maarifa, wameweza kuijua dunia na kuijua nini? Akhera. Wakasema haya kuwaambia wenzao, na huu ndio ukawa msimamo wao, sio kutamani kuwa mfano wa Karun, kutamani tu kuwa wema wakapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Sasa ikija mali watakuwa wema, haikuja mali watakuwa wema. Liman amana wa amila salih wala yulaqaha illa sabirun, wala hawakutanishwi na hiyo imani pamoja na matendo mema illa sabiruna, isipokuwa watu wenye kusubiri. Laqa yulaqi, manake laqiya ni kukutana, ndio ile hata Kiswahili wasema alikwenda kumlaki. Manake nini kumlaki? Kumpokea, kukutana naye. Laqiya, yulqa, yulaqa, kukutanishwa. Hawakutanishwi na hii imani pamoja na mema illa sabiruna, isipokuwa na nani? Na watu wema. Mwenyezi Mungu anawakutanisha na imani pamoja na nini? Vitendo vyema, wenye subira. Lakini au wengine wakasema hii inarudi kwenye thawabu. Hawakutanishwi na thawabu isipokuwa wale ambao wameamini na kutenda mema, tena wakafanya subira. Kubwa ni subira, ndio somo hapa. Hawakutanishwi na malipo ya Mwenyezi Mungu, hawakutanishwi na imani na vitendo vyema, isipokuwa nani? Wenye kufanya nini? Subira. As-sabiruna. Subira ina maeneo mengi, lakini hapa ni subira
kuwa wewe hukupata kingi na mwenzako ukapata kingi, kwa sababu Karun kapewa kingi, lakini hao wengine hawakupewa nini? Kingi. Sasa ile subira ya kwamba mimi nimepewa kidogo, mwenzangu kapewa kingi, hii inataka watu wenye imani na kutenda mema, na ndio huko watakapopata nini? Thawabu. Hapa unaona umuhimu wa subira, na kama tungeanza kuizungumza subira, ingekuwa kazi, kwa sababu subira ipo kwa kila mtu. Tunaweza kufikiri kwa subira inayohusu maskini tu, lakini hata matajiri nao wanatakiwa wawe na subira. Siku moja nilisema tajiri atakiwa na subira. Watasema kama katika jambo gani? Nikamwambia tajiri anaweza kuwa ana mabilioni ya pesa, lakini akamuona jirani yake maskini ana mke mzuri tu kuliko mke wake. Kama hajafanya subira, nini kitatokea? Si atavunja nyumba ya maskini, atavunja msikiti, ajenge kanisa, atabomoa, kwa sababu kamwona maskini kapata kichinchiri, kibasmati, halafu yana scraper lake, ukalitizama si mwanamume si mwanamke, sauti la chura, lakini toka chuma nalo mali mpaka wamefika walipofika. Naye anataka na subira katika ule utajiri wake, afanye subira, asamehe mambo mengine pamoja na utajiri alionao, basi ndo kesha yakosa. Lina miaka 70, linataka vitoto vya miaka 18, si pesa nazo, na watoto watababaika kwa pesa. Subira hana. Yeye anatakiwa na subira. Subira inamhusu kila mtu, si maskini tu. Lakini mara nyingi subira ni gunia la misumari zito chafu linachoma, anatuishwa maskini tu. Kuwa na subira bwana, fanya subira bwana. Anayeomba fanya subira kwa maskini tu zote. Tajiri kiongozi haambi fanya subira, subira ni kwa wote. Soma yulqa ila sabirun. Bas baada ya maneno haya kupita kati ya kuonesha watu walivyopokea utajiri wa Karun, wakagawika katika makundi mangapi? Mawili. Kundi lililotamani vile alivyonavyo Karun, na kundi ambalo lilitambua kuwa huu ni mtihani, yoyote anaweza kupewa katika kupata, kama ilivyokuwa sisi tumepewa mtihani wa kukosa, wakatambua nafasi yao vizuri. Tathmini ikawagawa watu katika makundi mangapi? Mawili. Na hivi ndivyo ilivyo duniani. Mtu yoyote akinyanyuka, akianguka, ukifanya tathmini ukosi makundi mawili, na anaweza kuzidi likaongezeka la 3 hata la 4, lakini mawili hakosekani. Moja litasapoti na moja litaponda. Sote sisi hivi, mimi ninayetoa mawaidha, ukirudi kwenye jamii ukafanya tathmini, mnamuonaje nyie Sheikh Msaba? Kuna sema hana mpango wote, kubabaisheni nyinyi tu, ana lolote wako wote kusema, na kusema yule jamaa kiboko. Unaona kazi hiyo, kila mmoja atatia vyake. Sote sisi, si mimi tu, wote tunaofanya kazi ndani ya umma, mtazamo wetu wote tunaonekana ndani ya jamii, tathmini lazima itagawa. Ndivyo ilivyo. If you want to please all, you will please none. Ukitaka kuridhisha wote, utamridhisha mtu yoyote, hata mmoja atoridhika. Nenda tu, unaokubali utakubali, unaokataa watakataa, alafu utazame umefika wapi katika madhumuni yako. Wama yulaqaha illa sabir. Aya bwana. Basi fakhasafna bihi, tukamdidimiza yeye Karun, wa bidarihi, na nyumba yake, al-ardha, kwenye ardhi. Khasafa yakhsifu ni kudidimia, na pia inatumika katika kupatwa kwa mwezi, khusufu shams, khusufu al-qamar na khusufu shams. Na gharmia hata kupatwa jua inatumika khusufu shams, lakini mara nyingi watu wa fiqh wamependelea kusufu kwa kaf iwe ni ya jua na khusufu kwa khe iwe ni ya mwezi. Ai khasafa ni kudidimia au kutitia. Kiswahili kingine kutitia. Imewahi kutokea hapa si zamani sana, eneo la Jang'ombe hapa, kuna nyumba moja ilididimia yote ikafukiwa, na yako maeneo mengine inatokea. Lakini mara nyingi ile inatokea kutokana na kwamba watu wakati wanajenga walikuwa wajua kama pale palikuwa bonde zamani, pakajaa udongo na nini, wakahadaika, wakaona pako imara, wakajenga. Kumbe kila siku zikaenda kunazidi kudhoofika kule chini, mwisho kinakuja kitu kinadidimia. Lakini yako mambo mengi, kuna matetemeko ya ardhi, kuna vitu vingi, lakini hii ilikuwa ni adhabu.
fakhasafna bihi, tukamdidimiza yeye, ile bihi ay bi Qarun, wa bidarihi, na nyumba yake, al-ardha, kwenye ardhi. Na hiyo nyumba ya Qarun ilikuwa kama kijiji, maana ilikuwa ni kasri, palace, ina bustani na sehemu ya kukoga, swimming pool, si nini unakoga kaka kitako huko, unakuja ndege wanatua, unacheza nao, kuna maua, kuna matunda kuna sehemu ya kwenda ukapata juice kidogo na kahawa, kuna hivi mbali kuna ukumbi na mazulia kuingia kwa kukaa chini majlisi, kuna ule wa makochi, alimradi namna kwa namna tu, self container vyumba humo, nyumba la maana la nguvu, kijiji kasoro watu tu maka mna mambo kede humo ndani. Sehemu ya zizi la farasi anawabadilisha, akitaka leo kapanda huyu kapanda yule, sehemu za bata, kuku mbali na mambo kama haya, raha tupu ndani yake. Humo wewe unaweza ukausahau ulimwengu huko, wala hujui njaa ya aina gani. Hili Mwenyezi Mungu asema fakasafu nabii wa bidari al-ardh, tukamdidimiza yeye na nyumba yake katika ardhi. Sasa kubwa ni hili, fama kana lahu min fiatin yansurunahu, hakuwa yeye na kikundi chochote cha kumtetea. Fama kana lahu, haikuwa kwake, min fiatin, chochote kikundi, yansurunahu, kinachomtetea, min dunillahi, dhidi ya Mwenyezi Mungu. Adhabu inakuja na hakuna wa kumtetea. Wapambe wanakimbia, walinzi wanakimbia, washawishi wanakimbia hakuna anayeweza kuja kutetea janga lililomkuta. Wewe ukisikia kuna tetemeko la ardhi unakwenda, kwani utakanyaga wapi ukifika? Hao waokoaji wa tetemeko la ardhi duniani walioandaliwa wanatumia helikopta, halafu wanarusha kamba tu chini, zimefungwa vizuri, anayeweza kudaka kaja juu, asiyeweza kenda nalo. Si mchezo. Kwa hivyo nani atakayeambia huko kuna didimia ardhi, hebu nenda nikachungulie? Nani anasema nikachungulie? Sikwambii kwenda kuingia ukaokoe mtu. Fama kana lahu min fiatin, basi hakuwa nacho ya kikundi chochote, vile vikundi vya wapambe kwa kikaa nao, akinywa nao, akicheka nao, akifurahi nao, hakuna hata mmoja aliyokwenda. Yansuruna, wanaomtetea, min dunillahi, dhidi ya Mwenyezi Mungu aliyeipeleka ile adhabu. Wama kana minal muntasirin, na hakuwa katika waliotetewa na mtu mwingine yote. Manake si wapambe tu, hata mtu mwingine yote akasema jamani watu wanaumia ngoja nende, hakuna. Hakutokea hata ndege ige lile ndege kubwa labda kusema nipeleke mikono yangu anikamate kama ilivyokuwa kwa Sinbad baharia niruke naye, hakuna chochote kikitokea cha kumtetea. Kwa hivyo hakuwa katika waliotetewa na mtu yoyote na kiumbe chochote, si malaika, si majini, si binadamu, si wanyama, si wadudu, hakuna aliyekwenda. Wakamwachia goma peke yake, kuonesha kuwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Akwamba wewe akikupa kipande cha dunia hii usitambe ukafikiri utamzidi kwa jambo lolote, fuata taratibu zake. Wama kana minal muntasirin, na kuwa katika wenye kutetea. Wasbaha alladhina, na wakageuka wale ambao tamannau makanahu, walitamani mahala pake, bil amsi, jana tu. Asbaha inatumika kwa maana wakapambazukiwa, wakaamka, na pia inakuja kwa maana wakageuka. Ukitafsiri kwa tafsiri kwa neno wa asbaha, na wakaamka wakapambazukiwa, alladhina tamannau makanahu, wale waliotamani nafasi yake. Na hii kupambazukiwa inaweza kuwa manake asubuhi, kwamba chumba kilifanyika usiku kile, au kupambazukiwa manake sasa fikra zimegutuka. Si lazima kupambazukiwa manake iwe ni asubuhi. Waswahili pia wanatumia ile neno, jamaa yule kagubikwa na mkewe hapambazuki. Unajua manake anachotaka bi mkubwa ndio hicho. Akimwambia leo utavaa kikoi bila chupi, wallah mke wangu anavaa kikoi bila chupi, anatoka yanalia mbwata, pwaka nini, mama watoto kataka. Umeona hapambazuki huyu, kagubikwa. Kama kikapu hichi kimegeuzwa ngoma ndii, wanao ganga wao wanajua wao kuchukua kinu chungu wanakuwekea ujiti na nini, wanakifanyia mambo yake mpaka kinagubika wanasema sasa mume kishagubikwa atoke, wana mambo yao wanafanya, hapambazuki.
Maana ya kwanza ni kupambazuka, kwa maana asubuhi, kama vile tukio lilikuwa usiku, asubuhi watu wakatanabai, au wakapambazuka maana wakashtuka, wakagundua, wakaelewa. Wasba alladhina tamannau makanahu, wakapambazuka wale ambao walitamani nafasi yake, kuwa laiti na sisi tungekuwa tumepewa kama alichopewa nani? Qarun. Bil amsi, jana tu, wala simbali. Manake ile hamu yao jana tu ilikuwa imara namna hiyo, basi siku ya pili ngoma imepambazuka pengine. Na hii inataka kukuonesha kwa binadamu anayo tabia ya kigeugeu. Mnaweza kuondoka lenu moja usiku mnakwenda kulala, lakini jua halijachomoza asubuhi, kila mmoja akawa na lake. Tunajua sana sisi tulioshiriki kwenye uchaguzi. Sisi tumeshiriki kwenye uchaguzi, siku ile ya kuamkia kupigia kura ile hulali. Na mpaka alfajiri wanasema msimamo pale pale, au siku kumepita jambo. Halijapita jambo, mzee, tuko vile vile. Kama limepita jambo semeni tulisawazishe jamani. Maufanya mchezo we, usiku unalala umebebwa, asubuhi unaamka umezomewa. Hilo ndio siasa zinakugeukia dakika yoyote. Na watu wanaokunga mkono kwa maslahi na kitu fulani hivi, nao lazima wachukue kwa tahadhari hiyo hiyo. Lolote linalotokea linaweza kuwageuza. Basi wa asbaha alladhina tamannau makanahu bil amsi, wakapambazukiwa wale waliotamani mahala pake jana tu. Yakuluna, ikawa leo wanasema wai, ole wake. Tayari washakuwa wanaponda na wao, na mwanzo walikuwa wanasifu. Wale waliomkataa walimwambia wailakum thawabullahi khair. Misahafu ya zamani hii wai na ile kaana zinaandikwa tofauti. Hata ile wailakum, maandishi ya zamani wai inakaa mbali, lakum inakaa mbali, lakini baadaye imekwenda katika karamu zinakuwa combined. Kama Kiingereza nonetheless, nonetheless inakuwa nonetheless, linaunganishwa linakuwa neno moja, lakini mwanzoni kabisa kwa katika none mbali na the less mbali. Kizaza kiwandishi yanakuja hapa. Wai, ole wake. Kaanna Allah, kama kwamba Mwenyezi Mungu yabsutu rizqa, huikunjua riziki liman yashau, kwa anayetaka, min ibadi, katika waja wake, wa yakdiru, na kuzuia anapotaka. Wao umetumia kaanna, wala hakukuwa na haja ya kusema kaanna. Wangesema wai inna Allaha yabsutu rizqa, ole wake, hakika Mwenyezi Mungu anaikunjua riziki kwa anayemtaka katika waja wake na kuizuia anapotaka. Lakini wakasema kaanna, kama kwamba inaonekana kama vile bado unaona ule uwezo wa Mwenyezi Mungu sio uhakika sana. Tumefahamiana ile kaanna maana yake inaleta shaka. We kama fulani vile, naona kama umekaa kama Sheikh Msaba, au ndio wewe? Ina maana hana uhakika akitumia ile kaanna. Hawa wamesema kaanna. Umenifahamu? Kwa hivyo inaonekana wao tokea hapo mwanzo imani zao ziko kwenye ati. Jambo lishatokea bado mnasema kaanna. Sasa ndo hapa tunapoambiwa kwamba Qur'ani siku zote ni bingwa wa kunukuu na kuelezea yaliyomo ndani ya nafsi za wale ambao wananukuliwa. Sasa ikinukuu Waislamu, kauli zao na waumini zinaonekana za kiimani. Ikinukuu makafiri, kauli zao zinaonekana za kafiri. Ikinukuu wanafiki, kauli zao vile zinaonekana za kinafiki. Ikinukuu Mayahudi, unaziona kauli za Kiyahudi na ufedhuli wake. Ikinukuu Manasara, unaziona kauli za Manasara na wasiwasi wao na uoga wao na nini katika imani. Kwa hivyo kila mahala ina umakini mkubwa katika kueleza. Siwaika anna Allah, ole wake. Kama unataka kutumia lugha ya sauti lazima upate neno la kuonesha mshtuko hivi. Kaanna Allah yabsutu rizqa, kama kwamba Mwenyezi Mungu huikunjua au huitandika riziki. Basata yabsutu inatumika kwa maana ya kukunjua na kutandika, ndio maana linaitwa busati au bisat. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata,
Yabsutu, na kwa sababu busati linatandikwa, linakunjuliwa ili watu wakae. Sasa Mwenyezi Mungu asema yabsutu rizqa, anaikunjua riziki, anaitandika riziki, maana yake hapa anakupa kwa wingi. Kwa sababu mtu akikukunjulia mkeka, maana yake unakaa unapotaka, tofauti na akiukunja. Wayakdiru, na anaikunja riziki, maana yake anaikadiria. Sasa hapa anakupa budgetary kwamba kwa mwaka utatumia hivi, kwa mwezi utatumia hivi, ndio makadirio ya mapato na matumizi. Lakini basi yabsutu anakupa. Ndio ile tunasema kuwa kuna watu bajeti zao hawazitekelezi. Kwa mfano akifanyiwa uchunguzi wa maisha yake kwa mwaka mzima, anaweza kuwa anatumia 1,500,000. Lakini ukimtizama anachokipata kwa mwaka mzima ni 800,000. Kwa hivyo kuna 700,000 nzima zinamsumbua. Ndio mara anadaiwa kodi kule, ada ya shule bado, bajeti ya mwaka jana imeingiliana na bajeti ya mwaka leo, mwaka huu zinavurugana tu bajeti. Alafu kuna mwingine yeye anakadiriwa kwa mwaka kutumia 1,500,000, lakini anapata 2,000,000 kwa mwaka. Kwa hivyo anakuwa na surplus. Kila ukiangalia anasalio kwenye akaunti yake. Kila ukiangalia anasalio kwenye akaunti yake. Mpaka watu wa uchumi wanasema tajiri wa chini kabisa ni yule ambaye kila anapotumia anabakiwa na salio. Yule ndio tajiri wa chini. Katoka kwenda sokoni na 10,000, karudi imebaki 1,500 mfukoni. Ndio tajiri wa chini anaanza. Sasa mwingine anakwenda na 20, anarudi na 10 katumia, 10 imebaki. Wewe sasa kapanda, ana salio kubwa. Salio kila likiwa kubwa ndio utajiri unakuwa mkubwa. Salio likiwa dogo utajiri unakuwa mdogo. Likikosekana salio ndio unapoanza ufakiri. Maana yake linakuja deni sasa. Unarudi unashuka. Yanapimwa hayo mambo katika vigezo vikubwa sana vya kidunia ili kujua nchi hii ni tajiri au nchi hii maskini, au watu hawa ni tajiri au watu hawa ni maskini, na kama ni tajiri kwa kiwango gani, na kama ni maskini kwa kiwango. Yaani mfano kuna nchi zinapimwa za Arabuni, kama patatokea mgogoro kuwa duniani mafuta hayauziki, wanaweza wakaishi bila kuuza mafuta kwa miaka mingapi bila kuyumba bajeti za nchi zao. Kuna nchi zina uwezo wa kukaa miaka 10 bila kuyumba. Nye miaka 10 mmesusia mnunui mafuta yao, wasema wacha yabaki ndani. Wanatengeza visima wanayaweka au hawayachimbi kabisa. Miaka 10 hawatetereki. Wengine wanafika 20, wengine mpaka 25 bila kutetereka, robo karne. Sasa hizo nchi utaziweza? Mpaka usipige vita, usivurugie uchumi, lakini kama hali ni ya amani usiweza. Au chukua mfano mdogo tu. Kuna watu sasa hivi ikipigwa kafyu ndani ya nchi hii, wiki nzima watu wasitoke nje. Kuna mtu atakaa wiki nzima wala hana tabu. Maana ndani ya freezer lake kuna samaki, kuna pweza, kuna ngisi, kuna kuku, kuna nyama ya ng'ombe, si kuna nini ndani ya freezer tu. Ana generator, hata mkizima umeme anawasha. Ana diesel tanki, si ana maji zile sim tanki kubwa kabisa siju ngapi. Ye wiki nzima akibaki ndani kwake anachungulia dirishani. Kuna nini? Vipi ushatoa ruhusa? Huko anatafuna mishikaki. Usharuhusu huko utoke. Mena wewe ikipigwa karantini akibaki majumbani masaa 24 tunaanza kutafutana. Tukuuza ishamaliza umeme. Tunafanyaje sasa? Masala magumu kweli kweli. Kuna watu kama hajatoka nje maji ya kunywa atamshinda ndani wiki moja. Kwa hivyo ile ndio inaopima utajiri. Haya, twende. Basi yabsutu rizqa liman yashau min ibadi, katika waja wake, wa yakdiru,